tarehe ya kwanza kabisa ya mwezi huu wa 3. Amen. Haleluya. Amen. 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 Iwe kanisani ama mtaani, tunaweza tukasema happy new month. Uwe ni mwezi ambao utaleta matokeo. Amen. Maisha ya kila mmoja. Haleluya. Amen. 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 Ninaomba niseme na wewe asubuhi ya leo kuhusu huyu Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Na kichwa cha mafundisho yangu kiko katika mfumo wa swali. Yesu ni nani? Haleluya. Tunakwenda kujibu swali, Yesu ni nani? Uko tayari kujua? Upepo wa Mbagala, uko tayari kusikia? Haleluya. Kuna tofauti kubwa kati ya Ukristo na dini nyingine, ama ni Buddha, ama ni Bahai, ama ni Islam. Kuna tofauti kimaandiko. Ukristo sio dini, kwa kuwa dini ni njia ambayo mwanadamu ameweka kumtafuta Mungu, lakini Ukristo ni Mungu anamtafuta mwanadamu. Sema amina. Haleluya. Ninasema dini ni njia ambayo mwanadamu ameiweka kumtafuta Mungu, kumjua Mungu, njia ya mwanadamu kumtafuta Mungu. Ukristo sio dini. Ukristo ni Mungu kumtafuta mwanadamu, na hiyo ndio tofauti kubwa. Haleluya. Andiko letu kuu ni Yohana sura ya 20. Yohana sura ya 20 mstari wa 30 na 31. Haleluya. Basi naomba wasomaji wawili wanaosoma vizuri kabisa. Yohana sura ya 20 mstari wa 30 na 31. Naomba pia utumie microphone ikiwa unasoma. Ndiyo. Biblia inasema, basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake. Ndiyo. Zilizoandikwa katika kitabu hiki. Zilizoandikwa katika Injili ya Yohana na Injili nyingine. Lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba. Lakini ishara hizi chache ziliandikwa kwa sababu hii, Yesu ndiye Kristo. Watu wapate kuamini ya kwamba Yesu ndiye nani? Kristo, mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Na kwa kuamini mwe na uzima. Kwa kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu, watu wote wapate uzima kwa jina lake. Haleluya. Uzima uko katika jina la Yesu. Kwa hivi, sijui kama umewahi kujua, Biblia inasema yale yaliyoandikwa katika Biblia, yale yaliyoandikwa katika Agano Jipya, miujiza na matukio yote magumu, maajabu na ishara, ni mambo machache tu kati ya mengi yaliyofanya. Na Yohana anasema, kama yangeandikwa, dunia hii isingekuwa library inayotosha kuweka vitabu ambavyo vingeandikwa juu ya yale Yesu alifanya. Nisikie vigeregere wale wanaomwamini Yesu. Amen. Haleluya. Amina. Amina. Hebu sema, Yesu, Yesu ndiye Kristo, ndiye Kristo, mwana wa Mungu, mwana wa Mungu. Haleluya. Amina. Unajua Wayahudi wako wachache walisema, je, huyu Yesu aliyezaliwa ndiye Kristo? Na wako wengi bado wanasema tunasubiri Kristo aje. Lakini maandiko yanasema, yanathibitisha Yesu ndiye Kristo, na sio Kristo tu, mwana wa Mungu. Tofauti ya dini ni
juu ya Yesu Kristo. Waislamu wanamwamini Yesu kama mtume kwa sababu ni moja kati ya imani zao 6, lakini hawaamini ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Ndio tofauti kati ya sisi wa Kristo na wengine. Wanamwamini Yesu ni mtume, ambacho hawakiamini ni kwamba sio mwana wa Mungu. Hapo ndio kuna tofauti. Lakini asubuhi ya leo tunataka tuthibitishe kwa kwamba Yesu ndiye Kristo mwana, na kila anayemwamini atakuwa na uzima. Haleluya. Maana yake ni kwamba wote ambao hawamwamini mwana wa Mungu hawana uzima. Haleluya. Sasa tuendelee. Andiko la kwanza, Yesu ni nani? Yohana wa kwanza, Injili ya Yohana sura ya kwanza. Yesu ni nani? Haleluya. Unaweza ukasoma Injili ya Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza. Hapana, soma mstari wa 10. Mstari wa 10 Biblia inasema alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, ndio, wala ulimwengu haukumtambua. Mstari wa 14 Biblia inasema ndio, naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Amen. Amen. Biblia inasema Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, alitoka kwa Mungu. Haleluya. Biblia inasema Yesu ni Mungu aliyefanyika mwili. Yesu ni Mungu, ndivyo naweza kuandika. Yesu ni Mungu aliyefanyika mwili. Kwa hivyo kama kuna manabii waliokuja duniani, waliozaliwa duniani, walikuwa ni manabii. Lakini Yesu sio tu nabii, sio kwamba ni nabii mkuu. No, Yesu ni Mungu aliyefanyika mwanadamu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mungu alichukua mwili na akaja kwetu, akaishi kwetu, na watu wakathibitisha kwamba huyu ni mwana wa Mungu. Haleluya. Unajua maisha ya wanadamu wengi tunatamani kwenda mbinguni, lakini tumwamini nani? Lakini njia ni nani? Lakini kweli ni ipi? Haleluya. Asubuhi ya leo nataka ujue ya kwamba Yesu ni Mungu aliyefanyika mwili, na watu walithibitisha ya kwamba hivyo ndivyo. Biblia inasema tukauona utukufu wa nani? Wa mwana wa Mungu. Tunaposoma maandiko, mwana wa Mungu ni Mungu, na huyu mwana wa Mungu ndiye anayeishi milele. Labda nieleze tofauti kidogo ya majina. Tunaposema mwana wa Mungu ni sehemu ya utatu. Mungu wetu ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na huyu Mungu anaishi milele. Kwa hivyo mwana wa Mungu anaishi milele. Kabla ulimwengu haujakuwapo, yeye alikuwapo. Huyu mwana wa Mungu alipochukua mwili ndio akaitwa nani? Yesu. Haleluya. Narudia, Mungu wetu ni Mungu wa utatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Huyu ndiye aliumba the universe, ulimwengu. Bahari akaiwekea mipaka, upepo ambao tunaona tu miti ikitikisika, macho yetu hawezi kuona, mikono yetu haiwezi kugusa. Huyu mwana wa Mungu alipofanyika mwili ndipo akapewa jina Yesu. Haleluya. Amina. Lakini maandiko yanaendelea kuthibitisha huyu Yesu ni nani. Ndugu zangu,
Haitakiwi umwabudu Mungu ama umwabudu Yesu usiyemjua. Hatutaenda mbinguni kwa sababu tumezaliwa katika dini tulizozaliwa, ama Buddha ama Uislamu hata Ukristo. Lazima umthibitishe, umjue Yesu kama hakika ndiye Mungu wa kweli, na yeye kwa kumwamini unao uzima. Haitoshi tu ya kwamba umejikuta umezaliwa ndani ya wazazi, ndani ya familia wa Kristo. Hapana. Haleluya. Amina. Unawezaje kuwavuta Waislamu waje kwenye Ukristo, Buddha, Wahindu waje kwenye Ukristo? Lazima imani yako iwe imethibitika na unamwelewa mwana wa Mungu kwa kiwango kikubwa. Haleluya. Amina. Ninataka nijibu swali hili kwa kutumia Injili ya Yohana peke yake. Haleluya. Kwa hiyo tunasema Yesu ni Mungu aliyefanyika mwili. Biblia inasema kitu gani? Yesu katika Yohana 4:10, mtu mmoja some mstari wa 10 na asome mstari wa 14. Biblia inasema ya kwamba ndani ya Yesu kuna uhai. Yesu ni nani? Yeye ni chanzo cha uhai. Hebu sema, Yesu ni chanzo cha uhai. Rudia tena, Yesu ni chanzo cha uzima. Haleluya. Alitumia mfano wa maji ya kisima katika kisima cha Yakobo kumwambia mwanamke Msamaria ya kwamba yeye ana maji. Haleluya. Maji yaliyo hai, maji yanayotoa uhai. Karibu. Biblia inasema, maandiko yanasema, Yesu akamwambia mwanamke Msamaria, kama karama ya Mungu, naye ni nani akuambiaye nipe maji ninywe? Ungalimwomba yeye, naye angalikupa maji yaliyo hai. Haleluya. Na mstari wa 14 unasema, 14 Biblia inasema, ndio, walakini yeyote atakayekunywa maji yale ndio nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji yatakuwa nini? Nitakayompa ndio yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji yakibubujika uzima wa milele. Haleluya. Mgeukie jirani yako, mwambie ndani yako kuna uzima wa milele. Lakini yeye ambaye hamwamini Yesu, ndani yake hakuna uzima wa milele. Haleluya. Amina. Ni wangapi wana kiu asubuhi ya leo? Mwanamke mmoja Msamaria, Biblia inasema, akamwambia Yesu, nipe maji hayo ninywe, wala nisione kiu milele, na nimechoka kuja kuteka maji kwenye kisima hiki. Haleluya. Labda niongee kuhusu Msamaria. Msamaria ni kabila kama unavyosema Mgogo ama Muhaya ama Mchaga, lakini ni mtu ambaye ni chotara, yaani makabila mawili wamezaa mtoto. Kwa hivi Msamaria mama yake anaweza akawa Myahudi, lakini baba yake akawa Mbabeli, Muiraki ama Mwashuru ama Syria ya leo, ndiyo Msamaria. Na hawa Babeli na Mashuru walikuwa waabudu miungu, na ndio ikawa sababu ya kwamba Wayahudi hawawezi kuchangamana na Wasamaria, kwa kuwa Wasamaria walikuwa wanaabudu Mungu anachanganya na miungu. Haleluya. Amina. Sema wewe Mbagala unawasamalia. Sema unawasamalia. Sema njoo waje mahali hapa, waje maji, wanywe maji. Amina. Amen. Biblia inasema pale kwenye kisima cha Yakobo kulikuwa na visima viwili. Kimoja kisima kilikuwa cha yule mwanamke Msamaria, amekwenda kuchota maji, kisima cha Yakobo. Yesu anamwomba maji, naye anasema hatuchangamani. Lakini Yesu akamwambia,
kama ungalijua kalama ya Mungu na yeye ni nani anayekwambia nipe maji, usingalisita sita, kwa kuwa yeye angelikupa maji. Kwa hivyo kumbe Yesu anacho kisima. Sema Yesu anacho kisima. Yesu anacho kisima. Hicho kisima kinatiririsha maji. Maji ya uzima wa milele. Maji ya uzima wa milele. Haleluya. Amina. Kwa maneno mengine ni kwamba mtu yeyote ambaye hamwamini Yesu na hana Yesu hana uzima. Na mimi naomba niseme nini maana ya uzima wa milele. Kuna maana nyingi, lakini tunapoongelea uzima wa milele maana yake ni uzima alionao Mungu. Hebu sema uzima alionao Mungu. Na tunaposema uzima alionao Mungu maana yake ni kwamba hakuna magonjwa, hakuna kansa, hakuna kifua kikuu, hakuna kisukari ndani ya mwili wa yeye aliyemwamini Bwana. Haleluya. Amina. Ndio maana ya uzima alionao Mungu. Unajua wakati mwingine unaweza kusema tu uzima wa milele. Unajua hata watakao kwenda jehanamu hawatakufa. Watakuwa jehanamu milele na lakini hawana uzima alionao Mungu. Wataishi, hawatakufa milele na milele jehanamu, lakini hawatakuwa na uzima alionao. Wataishi milele. Unajua tunaweza tukawepo hapa, kawepo mahala fulani una uhai lakini una ugonjwa. Amen. Biblia inasema Yesu peke yake ana uwezo wa kumpa mtu uzima, aishi katika uzima wa mwili na milele ijayo awe na uzima alionao Mungu. Haleluya. Na uzima alionao Mungu ni pamoja na amani isiyokuwa na kikomo, furaha isiyokuwa na kipimo. Haleluya. Amina. Ninasema na mtu mmoja hapa kwa habari ya Yesu ni nani, ili yeye atakayemwamini awe na nini? Na uzima milele. Mgeukie jirani yako mwambie unajua Yesu ni nani? Unajua Yesu ni nani? Mwambie nataka nikwambie ni nani. Nataka nikwambie ni nani. Haleluya. Amina. Hebu sema Yesu ni mkate wa uzima. Ni mkate wa uzima. Rudia tena, ni mkate wa uzima. Ni mkate wa uzima. Amina. Amina. Tunaweza kusoma katika Yohana 6 na mistari miwili inaongelea chakula cha uzima ama mkate wa uzima vizuri zaidi. Mstari wa 35 wa Yohana 6 na mstari wa 48 wa Yohana 6. Soma mistari hii miwili. Biblia inasema Yesu akawaambia mimi ndimi chakula cha uzima. Yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa. Naye aniaminie hataona kiu kamwe. Haleluya. Wangapi wana njaa asubuhi ya leo? Wangapi wana njaa katika maisha yao? Ninakwambia ya kwamba yeye ni chakula cha uzima. Ukimpata Yesu, Biblia inasema yeye amwaminie hataona njaa, hataona kiu tena. Haleluya. Amina. Kuna watu wana kiu ya bangi. Kuna watu wana kiu ya sigara. Kuna watu wana kiu, yani siku haiwezi kupita kabla hajatukana. Sema Yesu anakata kiu. Yesu anakata kiu. Yesu anakata kiu. Yesu anakata kiu. Kuna watu wanakula vyakula ambavyo ni deadly, ni vya mauti, vinaua miili yao. Lakini kiwa watampata Jehova watakuwa na utoshelevu. Hebu sema utoshelevu. Rudia tena, utoshelevu. Ndio, mstari wa 48 unasema 48. Ndio. Biblia inasema mimi ndimi chakula cha uzima. Mimi ndimi chakula cha uzima. Haleluya. Amina. Nani anataka kumla Yesu leo? Nyosha mkono kama anataka kumla Yesu. Kuna mtu anasema askofu tunamla Yesu. Leo tunamla Yesu. Tusomee mstari wa 56. Nadhani maandiko ndivyo yanavyosema. Leo kuna muda tutamla Yesu. Biblia inasema walio tayari ambao wana appetite
Nyosha mikono wenye appetite. Amina. Mstari wa 56. Aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu hukaa ndani yangu, ndio nami hukaa ndani yake. Endelea. Kama vile Baba aliye hai alivyonituma mimi, ndio mimi ni hai kwa Baba, kadhalika naye mwenye kunila kuwa hai kwa mimi. Sema naye mwenye kunila. Inaandaliwa meza leo. Amina. Unajua, wakati Yesu anawafundisha wanafunzi wake na makutano, walimu, Mafarisayo, alikuwa amekwisha kufanya muujiza akiwalisha watu wanaume 5,000 kwa mikate 5 na samaki 2. Baada ya hapo akawa na mahubiri na mafundisho na makutano wengi. Akawa anawaambia, akiwakumbusha kwamba baba zao walikula mana jangwani kwa miaka 40, walikula mana jangwani. Akawaambia si Musa aliyewapa kile chakula. Kile chakula kilitoka mbinguni. Akaendelea ya kwamba yeye ndiye ile mana iliyoshuka kutoka mbinguni, Israeli wakala kwa miaka 40. Haleluya. Amina. Sikia, hakuna mtu anaweza akajisikia utoshelevu nje ya Yesu Kristo. Hayupo. Uwe na fedha nyingi, ni tajiri, uwe na elimu kubwa sana, umetembea dunia yote, haijarishi, hutajisikia utoshelevu kama humwamini Yesu, kama Yesu hajatawala maisha yako. Ndio. Haleluya. Amina. Ndio maana matajiri wanajinyonga. Ndio maana wenye elimu wanafika mahala wanafanya vitu vya ajabu. Wanatafuta kitu kitakachowatosheleza, hawakipati. Nje ya Yesu hakuna utoshelevu. Bwana Yesu apewe sifa. Nje ya Yesu hakuna maisha. Hebu sema, wasiomwamini Yesu, wasiomwamini Yesu hawaishi. Wamekwisha kufa. Wanatembea wakiwa wafu. Anasema askofu, ni kweli, ndio maandiko yanasema hivyo. Haleluya. Hebu sema, Yesu ni chakula. Yesu ni chakula. Yesu ni mkate. Yesu ni mkate wa uzima. Mkate wa uzima. Unajua, kama vile ambavyo madaktari wanaweza wakasema kula chakula hiki kinajenga mwili, kula chakula hiki kinakutia nguvu. Wanawake wajawazito wanajua, wanaambiwa labda kula chakula chenye madini fulani ili mtoto wako azaliwe mifupa yake ikiwa imekomaa. Kula chakula fulani ili mtoto wako akizaliwa awe na akili nzuri. Na watoto wakizaliwa katika umri wao, ukienda kwa madaktari wanakuambia ongeza chakula hiki. Basi maana yake ni kwamba yeye ambaye hamwamini Yesu, yeye ambaye hana chakula cha uzima, kuna vitu vimepungua katika maisha yake. Sema, mifupa yake ni legelege. Fahamu wake sio timilifu. Kwa sababu hali chakula. Sema, kwa sababu hamli Yesu huyu. Kwa sababu hamli Yesu. Wako wengi wanautapia mlo. Amina. Jamani, nafundisha hofu nataka kuingia kuhubiri, lakini muda wake si bado. Ndio hivyo tunaenda taratibu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu ni chakula cha uzima. Yesu ni mkate wa uzima. Unataka kujua yafuatayo? Ndio. Haleluya. Amen. Amina. Siku moja Yesu aliletewa mwanamke ambaye alifumaniwa akiwa anazini, lakini mwanaume hakuwepo. Katika Yohana sura ya 8 na mstari wa 12,
Yesu anasema mimi ni nuru ya ulimwengu. Hebu sema mimi ni nuru ya ulimwengu. Mimi ni nuru ya ulimwengu. Geukia jirani yako mwambie hayo ni maneno ya Yesu. Hayo ni maneno ya Yesu. Yeye mwenyewe alijua ni nuru. Yeye mwenyewe alijua ni nuru. Mwambie yeye mwenyewe alijua ni nuru. Yeye mwenyewe alijua ni nuru. Haleluya. Amina. Najua katika Injili ya Yohana ile sura ya kwanza, Yohana Mbatizaji alisema, najua mnaniamini ya kwamba nimetoka kwa Mungu. Lakini akasema mimi si nuru. Yuko ajaye yeye ambaye ni nuru, ambaye mimi sistahili hata kushika hata kugusa gidamu kamba za viatu vyake. Iko nuru. Hallelujah. And here he comes. Yesu mwenyewe anasema mimi ni nuru ya ulimwengu. Sema ambao hawana Yesu ni vipofu. Ni vipofu. Na kipofu akimwongoza kipofu mwenzake, wote wanaangukia kwenye mashimo. Wote wanaangukia kwenye mashimo. Sema kwenye maporomoko ya Kitonga kule Iringa. Kwenye maporomoko ya Kitonga. Haleluya. Amina. Sura ya 8, mazingira ya lile andiko ni kwamba Yesu alikuwa amekwenda kwenye sikukuu. Hiyo sikukuu inaitwa sikukuu ya vibanda. Ukianza sura ya 7 ya Yohana na mpaka sura ya 8, Yesu yuko katika sikukuu. Ilikuwa inafanyika mwezi wa 9 mwishoni ama mwezi wa 10 mwanzoni, inategemea na mwaka, lakini inaitwa sikukuu ya vibanda. Na katika sikukuu ya vibanda kuna kitu kimoja walikuwa wanafanya katika hekalu. Katika hekalu walikuwa wanaweka taa nyingi, na kwenye nyumba za watu wanaweka pia taa nyingi ama mianga mingi. Na tunaposema vibanda, walikuwa wao wanakumbuka waliishi miaka 40 jangwani kwenye mahema, ndio maana ya vibanda, nyumba zinazohamishika. Kwa hivi ilikuwa kama mtu ana nyumba kama hii, na Waisraeli nyumba zao zilikuwa top ni flat. Ni flat, wanapanda na wanaweza wakaona mbingu. Kwa hivi juu ya nyumba zao walikuwa wanajenga vibanda na wanaweka mianga au wanaweka taa nyingi sana. Haleluya. Kama ambavyo unaona siku hizi nyumba nyingi zina taa, ama wakati wa usiku magari marefu unaona yanaweka taa. Kwa hivi wakati wa tukio hilo Yesu anasema kuna mtu ni nuru na huyo mtu ni mimi. Mnawasha taa, mnawasha mianga, aliye nuru ya ulimwengu ni mimi. Yesu anasema mimi ni nuru ya ulimwengu. Walio gizani wamechagua kuwa gizani. Walio gizani ni kwa sababu hawamwamini Yesu. Na kuwa gizani ni nini? Ni kutokujua unakokwenda. Haleluya. Kuwa gizani ni nini? Ni kutokujua unachotenda. Kuwa gizani ni nini? Ni kutokujua unachoamini. Haleluya. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Watu wengi wanaamini kitu wasichokijua. Wanaamini manabii wasiowajua. Wanamwamini Mungu wasiomjua. Wako gizani. Hebu sema ninasafisha. Ninaondoa giza la ulimwengu. Kwa nuru. Nuru inayong'aa. Yesu mwana wa Mungu. Haleluya. Amina. Wangapi wanapenda kutembea gizani? Wanyoshe mkono. Watu wengi wanatembea gizani. Wanaweza wakawa Dar es Salaam, mji unaong'ara sana wakati wa usiku ukiwa angani, lakini ni vipofu na wanatembea katika giza. Na wasipomwamini Bwana, wasipomwamini Yesu, kuna siku watakwenda kwenye giza totoro. Sema giza totoro. Giza totoro. Kuzimu ni shimo lisilokuwa na mwisho, shimo lenye giza nene. Haleluya. Amina. Mimi huwa nashangaa kwa nini kama umeme unakatika na uko nyumbani, umeme ukirudi unasikia shangwe mji mzima. Hebu sema shangwe ya nuru. Shangwe ya nuru. Furaha ya maisha. Furaha ya maisha. Sema Yesu. Nirejeshe furaha. Haleluya. Amina. Sema nawapelekea furaha. Nawapelekea shangwe. Watu wa Mbagala. Pokea nuru. Pokea nuru.
Haleluya. Amina. Tunajibu swali, Yesu ni nani? Haleluya. Biblia inasema Yesu ni mchungaji mwema. Yohana 10:11. Unaweza kusoma hapo. Yesu ni mchungaji mwema. Mtu mmoja akaandika akasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hata nikipita katika bonde la mauti, kuna mauti atanichunga, kuna mauti nitapenya. Haleluya. Amina. Biblia inasema? Biblia inasema, ndio, mimi ndimi mchungaji mwema. Aha. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Aha. Haleluya. Amina. Unajua mtu mmoja tu, mwanadamu aitwaye Yesu, yeye aliyempatanishi kati ya ulimwengu na Mungu Jehova, alitoa uhai wake. Mtu mmoja, mwanadamu, Yesu Kristo. Yeye peke yake alikufa juu ya msalaba. Ibrahim hakufa juu ya msalaba. Musa hakufa juu ya msalaba. Muhammad hakufa juu ya msalaba. Yesu ambaye ni Kristo, mwana wa Mungu, ndiye aliyekufa. Imeandikwa, mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Amina. Amina. Haleluya. Amina. Geukia jana yako, mwambie nina habari njema. Nina habari njema. Mwambie Yesu alikufa. Yesu alikufa ili wewe usife. Ili wewe usife. Yesu alikufa. Yesu alikufa ili wewe uwe hai. Ili wewe uwe hai. Haleluya. Amina. Kwa kuwa katika Efeso sura ya 2 Biblia inasema wote ambao wako katika dhambi wamekufa, wako katika mauti ya milele. Lakini yeye anayemwamini Yesu, Biblia inasema ni mchungaji mwema anayeutoa uhai kwa ajili ya kondoo. Amen. Amina. Nini kazi ya mchungaji? Na kwa nini huyu Bwana aliamua kutumia jina la mchungaji, wa mbuzi wa mchungaji, wa ngamia mchungaji, wa ng'ombe, wanyama hawa tunaowafuga? Akamwita mtumishi wake anayewaangalia wale wanaokoka, akasema huyu ataitwa mchungaji. Haleluya. Amina. Ataitwa mchungaji kwa kuwa ikifika asubuhi ataingia katika zizi, aangalie wanyama wake, mbuzi, kondoo, ng'ombe, ngamia, punda, wako salama. Atawapa maji, atawafungulia mlango, atawapeleka kwa imarisho, atawalinda na wanyama wakali, atawaepusha na baridi, atawarejesha. Ikiwa mmoja wapo ataumia, yuko tayari kumbeba hata katika mabega yake. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Haleluya. Amen. Tena anasema akiwarudisha zizini wakiwa 100, na akajua mmoja tu ameshikwa na vichaka polini, atawaacha wale 99 amkimbilie huyu mmoja, naye amlete katika zizi. Ni furaha iliyoje kuchungwa na Yesu. Mshangilie Jehova. Haleluya. Katika maisha yetu tunahitaji mchungaji, mwangalizi, mtu anayetuangalia, anayeangalia roho yako. Haleluya. Amina. Akikuchunga wewe, anachunga roho yako, anachunga nyumba yako, anachunga kazi yako, anachunga cheo chako, anachunga biashara yako, anachunga kila kitu. Sema mtu mmoja anyanyuke aseme ninachungwa na Bwana. Ninachungwa. Sema ninachungwa na Bwana. Sema ninalindwa na Yesu. Haleluya. Amen. Amina. Amen. Hebu fikiria ikiwa wewe mtu mmoja, jeshi lote la wananchi wa Tanzania litakuwa linakuangalia wewe
uwe salama, usidhurike, usipate chochote kibaya. Hebu fikiria ya kwamba Ikulu ya Tanzania itakuwa inakuangalia, ya kwamba hukosi kitu chochote. Ninainena Ikulu ya Jehova, Ikulu ya mbinguni, ya kwamba inakuchunga, inakuangalia asubuhi, inakuchunga mchana, inakuchunga jioni, inakuchunga usiku, inakuchunga. Haleluya, amina. Yesu ni nani? Mtu mmoja asimame huko ajibu. Yesu ni nani? Tofauti na nani yotamka? Haleluya, amina. Tunasema tunaiangalia Injili ya Yohana. Sasa pastor na askofu hapa na mwalimu, kwa hiyo tunaweza tukafika saa 11. Haleluya, amina. Yesu ni nani? Tunaendelea, nataka ni ongee mambo mawili matatu pia. Haleluya. Yesu ni nani? Sura kwa sura. Amen, amina. Sema ufufuo na uzima. Ufufuo na uzima. Rudia tena, ufufuo na uzima. Ufufuo na uzima. Yohana 11:25. Tena usisome tu 25, nenda na 26, nenda na 27. Tumefurahi kuwepo hapa Mbagala, Dar es Salaam, Pentecostal Matumatu Church, na furaha yangu hii inaweza katupeleka saa 1 usiku. Haleluya. Tutataka tujenge vibanda hapa. Amina. Biblia inasema Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa hata milele. Je, unayasadiki hayo? Endelea kidogo tena. Akamwambia, ndio. Naam Bwana. Naam Jehova. Mimi nimeyasadiki. Mimi ninaamini ya kwamba wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu, yule ajaye ulimwenguni. Endelea. 28. Biblia inasema, naye alipokwisha kusema hayo, alikwenda zake. Akamwita umbu lake Mariamu faragani, akisema, Mwalimu yupo anakuita. Haleluya, amina. Bwana Yesu asifiwe. Sikia, kama kuna kitu kimekufa, mwite Yesu. Mwambie jirani yako, kama kuna kitu kimekufa, kama kuna kitu kimekufa, mwite Yesu. Mwite Yesu. Watu wa Mbagala, yapi yaliyokufa tumekuja kusema yatakuwa hai kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya, amina. Mtu mmoja Lazaro kawa amekufa. Biblia inasema sio tu amekufa, kazikwa siku 4. Sio tu kazikwa, ameoza. Sio kwamba ameoza, hapana, ananuka. Kumbe Yesu anaweza kufufua hata vinavyonuka, hata ambavyo tumevikatia nini? Tamaa. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Ibrahim hawezi. Sema Ibrahim hawezi. Ibrahim hawezi. Sema Musa hawezi. Musa hawezi. Sema Daudi hawezi. Daudi hawezi. Wala Yusufu hawezi. Wala Yusufu hawezi. Wala Bakari hawezi. Wala Bakari hawezi. Wala Ramadhani hawezi. Wala Ramadhani hawezi. Ni Yesu peke yake. Ni Yesu peke yake. Ufufuo na uzima. Ufufuo na uzima. Haleluya. Amina. Amina. Amen. Sikia, alipomfufua Lazaro alifanya mambo matatu, lakini nikwambie mawili. Moja, alirejesha uhai. Alirejesha nini? Uhai. Ile pumzi ya uhai iliyotoka kwenye mwili wa Lazaro ilirejeshwa. Pili, ule ugonjwa uliomuua Lazaro aliukausha. Kwa hivyo jamaa kafufuka. Hakuna ugonjwa wowote, pima na upime. Mambo mawili. Lakini la tatu nilimalizie, akamfungua. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Yeye ni Mungu anayeweza kufanya mambo makubwa.
Ikiwa watu hawamwamini ni kwa sababu ama ya dini zao, ama hawajafundishwa, ama hawajashuhudiwa. Kwa nini Bwana hutenda ishara na maajabu? Ni ili wamwamini. Haleluya, amina. Sura ya 14 ya Yohana, Biblia inasema mstari wa 6, Yesu ni njia na kweli na uzima. Haleluya. Hebu sema njia. Njia. Sema kweli. Kweli na uzima. Na uzima. Tunapoongelea njia ni kwamba kila mwanadamu anayeishi, hata wale waliokufa, mababa waliotangulia, walikuwa wanatumaini ya kumwona Mungu, lakini kuna njia walichagua ambayo wanadhani itawafikisha mbinguni. Sikiliza, katika vitabu vyote, manabii wote, hakuna nabii aliyewahi kusema yeye ni njia. Hata Musa, hata Joshua aliyofikisha wana wa Israeli Kanaani, hajawahi kusema yeye ni njia. Hayupo. Mitume wote wanaoabudiwa hawajawahi kusema ni njia, wao ni njia. Mtu mmoja tu alisema yeye ni njia, Yesu Kristo. Haleluya, Bwana Yesu apewe sifa. Hebu fikiria kama asubuhi hii ya leo Eden Hall Singers mngepanda gari alafu driver akawapeleka Morogoro Road, mngekubali? Mnaona tu anakayaga mafuta spidi 50, spidi 70, spidi 90, spidi 100, mara mnavuka daraja la Ubungo, mnakwenda tu. Bila shaka mngemwambia simama, tunashuka. Hebu sema wasiomwamini Yesu, wasimame kwenye hilo gari, washuke kwenye hilo gari, walilopanda sema washushe, tunawashusha. Haleluya. Kazi yako ni kuangalia wale waliopanda gari na wanakwenda mahali ambako hawataki kwenda. Kuna mahali wanataka kwenda, lakini njia wanayopitia sio, wamepotea. Haleluya, amina. Hebu sema kweli. Kweli. Rudia tena, kweli. Kweli. Hili neno kweli halina maana tu ya kweli, haina maana tu ya kitu sahihi, lakini hili neno kweli lina maana zaidi ya hiyo. Lina maana ya halisi, genuine. Sema genuine. Genuine. Sema original. Original. Kwa hivi hili neno kweli, maana ya kwanza ni kweli, kweli kwa maana iliyo sahihi. Amen. Lakini hili neno kweli maana yake ya pili ni original ama genuine. Sema manabii wengine sio original. Sio original. Original ni moja. Original ni moja. Sema Yesu. Haleluya. Hili neno kweli maana yake ni mwanzo. Yaani ukitafuta, najua huu ni ubao, mtu anaweza kuambia huu ni ubao wa Mninga, huu ni ubao sijui hivi, anakutajia majina, lakini hilo analolitamka ni sahihi, ni kweli. Kweli maana yake nyingine ni mwanzo, kitu cha kwanza. Haleluya, amina. Kitu kilichokuwepo, kinachoishi, kisitegemee kitu kingine. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Naomba nimalizie kujibu swali hili kwenye sura ya 15. Haleluya. Na hiyo naomba tusome mstari wa 5. Bwana Yesu apewe sifa. Ingekuwa vema kwamba tungezimaliza sura zote, lakini hatuwezi kwa sababu ya muda. Lakini angalau kwa sehemu umeweza kujua Yohana anasema nini kwa habari ya Yesu Kristo, ya kwamba ndiye Kristo, mwana wa Mungu. Biblia inasema 15:5. Biblia inasema ndio, mimi ni mzabibu
ninyi ni matawi. Akaye ndani yangu, nami ndani yake, uzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Sema, wasiomwamini Yesu. Wasiomwamini Yesu ni matasa wa kiroho. Ni matasa wa kiroho. Wasiomwamini Yesu. Wasiomwamini Yesu hawezi kufanya kitu kipya duniani. Hawezi kufanya kitu kipya duniani. Haleluya. Nani ni tawi hapa la mzabibu? Kama wewe ni tawi la mzabibu nyosha. Wewe sio mzabibu, wewe ni tawi ambaye ni tawi. Bwana Yesu apewe sifa. Maana yake ni kwamba yeye ambaye sio tawi la mzabibu amekufa. Fikiria, angalia mti huu. Imagine ndio mzabibu. Kata tu hilo tawi. Likidondoka hapo, limefanyaje? Habari yake imeisha, imekwisha. Yeyote yule ambaye yuko nje ya imani ya Yesu Kristo, Yesu ya kwamba ni Kristo, Yesu ya kwamba ni mwana wa Mungu, hawezi kuzaa. Wewe uliona waliokufa wanaendelea kuzaa, wanapata mimba. Labda kule Iringa. Au wapi? Kwa Wamasai Manyara. Yeye ambaye hakuunganishwa na mzabibu, hakuunganishwa na Yesu Kristo, hawezi kufanya kitu. Na tukisema hawezi kuzaa, unajua katika dunia hii watu wanaweza kusema simwamini Yesu, nina watoto hawa, watoto wa kuzaa wa kawaida, huyu anaitwa Ramadhani, huyu anaitwa John, nina kampuni, nina biashara. Ni hivi, Biblia inasema hutazaa sana, lakini Biblia inasema kila unachozaa kitaanguka, kitatoweka, kitakufa. Ni cha muda, kwa kuwa hakikuunganishwa na kitu ambacho ni cha milele. Haleluya. Amina. Tumeunganishwa na kitu ambacho ni cha milele. Yesu kuwepo kwake hakutegemei kitu kingine chochote. Haleluya. Wakati mwingine hatui vile ambavyo inatupasa kuwa, kwa sababu hatumjui Yesu ni nani. Tukamwamini kwa imani inayotenda kazi, kwa imani kuu. Haleluya. Tumeanza kwa kusema Mungu aliyefanyika mwili ni Yesu Kristo. Haleluya. Nami nataka niseme katika yeye peke yake kuna wokovu. Na kama kuna mtu hapa asubuhi ya leo anasema bado sijamjua Yesu vizuri, karibu kwa maswali. Biblia inasema Yesu Kristo ni perfect reflection ya Mungu. Kuna watu duniani wanamwamini Mungu wasimjua. Sisi tunamwamini Mungu tunaye mjua. Haleluya. Amen. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, aliyeniona mimi amemwona nani? Baba. Maana Filipo na Nathanaeli walimweza Yesu, kina Tomaso walimweza Yesu, Petro, Yakobo na Yohana wakasema mimi, akajibu mimi ndiye. Tuna ushahidi wa Mungu tunayemwabudu, akaishi kwetu, akakaa kwetu, tukaona utukufu. Haleluya. Akatenda mambo ya ajabu ambayo watu wengine hawezi kufanya, na yeye akasema anakwenda, na kama anavyokwenda atarudi. Ni habari njema ya kwamba Yesu peke yake ndiye atakayerudi, hakuna mtu mwingine atarudi. Korani inasema Yesu atarudi, Biblia inasema Yesu atarudi, Buddha inasema Yesu atarudi, Bahai inasema Yesu atarudi, Hindu inasema Yesu atarudi. Una swali ya Yesu ni nani? Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nataka kueleweshwa kwa habari ya huyu Yesu, kwa maana kwamba kama mtu hamwamini Yesu mbinguni hawezi kwenda kabisa. Je, kuna uwezekano wa mtu kumwamini Yesu na asiwepo ndani ya madhehebu? Je, kuna uwezekano wa mtu kumwamini Yesu
na asiwepo ndani ya madhehebu? Jibu ni hapana. Ni hapana, kwa kuwa Biblia inasema imani huja kwa kusikia na kusikia huja kwa neno la Mungu. Kwa hivi yeye ambaye hamwamini Yesu, ikiwa ni mpagani, hajaokoka, ikiwa ni Muislamu, hajampokea Yesu, atasikia injili, atahubiriwa neno la Mungu, ama atafundishwa neno la Mungu. Na mtu ambaye ni Pentecostal Motomoto Church Mbagala, haleluya, na mtu ambaye ni TAG Mbagala, na mtu ambaye ni EAGT Mbagala. Na Biblia inasema Yesu alitaka tuwafanye watu kuwa wanafunzi wake. Mtoto anapozaliwa ama mama anapozaa mtoto, atamwangalia yule mtoto, atamtunza yule mtoto, atataka akue. Ndivyo ilivyo katika roho, ya kwamba mtu atapompokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, yeye aliyefanyika njia ya mtu huyo kuokolewa, atataka awe pamoja naye, akue. Sasa katika kuwa atakuwa ndani ya dhehebu, lakini ikifika mahala anasema sasa, mimi siingii kwenye dhehebu lolote, maana yake kila imani ya dhehebu haiamini. Huyo ni mtu labda ambaye anataka kuanzisha dhehebu lake. Kama ataanzisha dhehebu lake, basi lazima aendelee kufanyaje? Kutumia nini? Biblia. Lakini lazima awe katika kusanyiko la Mungu. Biblia inasema kanisa ni kusanyiko la watakatifu. Yeyote aliyokoka lazima awe katika kusanyiko la watakatifu. Asipokuwa katika kusanyiko la watakatifu, anatafuta matakwa yake yenyewe, na matakwa yake yenyewe ni kwenda jehanamu. Haleluya, amina. Utafika mbinguni ikiwa umeokoka, kwa sababu wako watu wengine watakao kuinua. Mimi ni mwili wa Kristo, wewe ni mwili wa Kristo, lakini tunapokuja pamoja kama hivi, mimi sio mwili wa Kristo, mimi ni kiungo cha Kristo. Ngoja nirudie. Biblia inasema mimi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Haleluya. Nikiwa pamoja peke yangu, mimi ni mwili wa Kristo, lakini hivi tulivyokutana ndio tunaitwa kanisa, halafu mimi naitwa kiungo. Kuna mtu hapa yeye ndio miguu, kuna mtu hapa yeye ndio macho. Kwa hivyo ukiwa peke yako, wewe utakuwa macho tu, hutaweza kula, huna mikono, hutaweza kutembea, huna miguu. Kuna mtu ananielewa? Haleluya, amina. Usipokuwa tu ndani ya dhehebu, haujatosha. Kila mtu hapa ni kiungo na anafanya kazi fulani ili mimi niendelee kuishi. Angalia mti huu, kuna mizizi, kuna shina, kuna majani, kuna maua ama kuna matunda. Kila kitu kina kazi yake. Amen, amina. Nimejibu swali lako. Swali jingine? Tumekubaliana mpaka saa moja hii ngoma hii. Amina. Haleluya, amina. Karibu, nina dakika moja tu, alafu nitamwita Pastor Shamaya. Simama pale ulipo. Mbagala tu haijui Yesu ni nani. Watu wa Mbagala, PMC Mbagala, piteni mtaa kwa mtaa. Kuna nini Kokoto, alafu ukienda huko nini Zinga, ukirudi huko Rangi Tatu. Hebu sema mtaa kwa mtaa. Yesu, watu wajue Yesu ni nani. Rudia tena, mtaa kwa mtaa. Zinga, mtaa kwa mtaa. Chamazi, mtaa kwa mtaa. Rangi Tatu, watu wajue Yesu ni nani. Shangilia Jehova. Amen. Asante sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.
Naomba tukae.